Habari ya wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji wa JJM Media Production. Nipende kukukaribisha katika channel yetu ya JJM Media Production kwa ajili ya mafunzo mbalimbali yanayohusiana na program pamoja na masuala ya DAW mbalimbali. Lakini pia tunalo group la WhatsApp. Kama bado upo katika group letu, utanicheki katika namba ya simu hiyo hapo ili niweze kukuadi katika grupu letu la JJM Media Production. Leo nataka nikupe utangulizi kidogo nikiwa naelekea kutoa yale masomo ambayo niliyakusudia kuyatoa, na kuna vitu baadhi ambavyo nilishaelekeza nyuma, lakini pia sitaacha kuelekeza hata ninapoendelea mbele katika kuhakikisha na kufanyia kile ambacho unatakiwa ukifahamu. Hii inakufundisha kile ambacho huenda ulikuwa hukijui. Hii itakusaidia sana, itakufanya uwe katika viwango ambavyo sio vya kawaida. Kwa kawaida unapokuwa na FL Studio yako unatakiwa ufahamu vitu vya msingi, lakini pia ufahamu namna sahihi ya kuvitumia ili uweze kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo kama ni hivyo, basi unatakiwa uwe mfuatiliaji wa masomo mbalimbali. Lakini kuna changamoto moja ambayo inaweza ikakukuta endapo utakuwa unafuatilia masomo kupitia watu tofauti tofauti. Utakuwa ukiendelea kujichanganya, utakuwa ukipoteza muda. Kama wewe ni mwanafunzi kabisa unaanza au ulishaanza kujifunza lakini bado hujafikia katika viwango vizuri vya kuweza kujimanage au kuweza kufanya vitu mbalimbali katika programu hii ya FL Studio. Kwa ufupi kabisa nipende kukuambia kitu kimoja cha msingi. FL Studio ni program au ni DAW, naita DAW, ambayo inaweza ikakusaidia kufanya kazi mbalimbali za music production. Wapo ambao wanaitumia kwa ajili ya kurekodi vocal, lakini wapo ambao wanaitumia kwa ajili ya kufanya beat making au kutengeneza beat. Sasa hii imekaaje? Hii program unaweza kufanya vitu vyote hivyo ambavyo unaviona kwa wengine wanafanya, lakini kinachotakiwa katika hii program, kinatakiwa uangalie sehemu maalum ya kujifunza au upate darasa ambalo darasa hilo litakuwa liko complete kwa sehemu ya 50 mpaka 70. Ikiwezekana upate darasa la 100%, kitu ambacho sio rahisi sana kukipata katika mitandao ya kijamii. Sana utakutana na viklipu vidogo vidogo au klipu ambazo ni za wale watu ambao tayari wameshaweza kufanya vitu. Kwa hiyo ukiwa wewe ni mwanafunzi, basi itakuchanganya sana kujifunza, itakuwa ni vigumu kwa upande wako. Kwa nini? Kwa sababu bado huna uwezo wa kuitumia kama wengine watakavyokuwa wanaitumia. Watakuwa wanaitumia kwa short. Kwa hiyo utashindwa vitu vingi sana kuvielewa. Ndio maana nikasema kama umekuwa mara ya kwanza hapa, basi usisahau kusubscribe, kwa sababu huu ni utangulizi. Masomo yote yanafuata ambayo yatakusaidia kujua namna sahihi ya kupanga key katika FL Studio yako, lakini pia namna ya kujua major kodi, minor kodi, na zinapangwaje na zinazungukaje katika progression yake au katika melody zake. Na pia baada ya kufundisha somo la kodi ni kubwa sana. Kwa hiyo lenyewe linaweza likatumia video nyingi tofauti na vile unavyofikiri. Lakini siri ya kujifunza ni kusikiliza, lakini pia kutokurusha video. Lakini kitu kingine pia unatakiwa ufanye mazoezi
ya rudia kile unachokisikiliza. Unaweza ukadownload video ili ukipata muda mzuri wa kutulia uweze kuipitia kwa umakini ukaisikiliza. Lakini pia naweza nikakushauri kama wewe ni producer ama ni mwanafunzi lakini una zile headphone, tafuta muda ambao una utulivu, kaa sehemu yenye utulivu peke yako, vaa headphone zako, pitia video hizi. Either ukiwa kama uko ofisini au uko na laptop yako na unayo program ya FL Studio, na kama pia huna unaweza kuhitaji basi utanicheki nijue namna gani naweza kukupatia. Lakini tenga muda ambao utakuwa umetulia, either ni night kumeshatulia hakuna makelele, basi fungua masomo hayo, endelea kuangalia kwa utaratibu kabisa kipengele kimoja baada ya kingine. Lakini unapoangalia video usifute video, kwa sababu itakuja kukusaidia tena. Unaweza ukaiangalia kwa mara ya kwanza ukaja ukairudia kwa mara ya pili, mara ya tatu ndio ukaanza kuielewa. Kwa hiyo ninakataza sana vitu vya kufuta video au kuangalia video kwa kurukaruka. Kama una tabia ya kuangalia video kwa kurusharusha vipande, kwamba unataka kuelewa mbele kukoje, hapa katikati kuna vitu vitakupita, hautaelewa chochote, utakuwa umepoteza MB zako, lakini pia utakuwa umepoteza muda. Kwa hiyo kwa kusema hayo machache kabisa, nimeweza kufungua FL Studio hii hapa, lakini lengo na mazumuni ni kwamba natamani ni kuambie tu machache jinsi ya kujifunza katika FL Studio. Kuna mambo mengi sana ambayo nitakwenda kuyafundisha mbele kwenye video zinazokuja, lakini sasa nitafundisha jinsi ya kupanga kodi, lakini nitafundisha jinsi ya kupanga na melody zinazoendana na kodi yako, kwa sababu kuna watu wamekuwa wakitengeneza biti lakini pia hizo biti wameshindwa kuzipanga vizuri kwa sababu huenda hawajui kupanga kodi. Lakini mwingine anajua kupanga kodi, lakini end of the day baada ya kupanga kodi hajui kitu gani afanye, au hawezi kuelewa baada ya kodi hizi zinazofuata nyingine, melody nyingine, mfano kupiga magitaa, kupiga rhythms, kupiga vitu vingine, kupiga lead, kupiga break, pamoja na vitu vingine, sehemu za mapumziko zile, hajui namna gani ya kupiga hivyo vitu. Kwa hivyo vitu vyote nitakwenda kuvifundisha, lakini sio kwa wakati mmoja. Ndio maana nasema uweze kusubscribe ili usipitwe na haya masomo yatakapokuwa yameanza kukolea. Lakini kikubwa zaidi, usikimbilie mbele, jifunze kwanza mwanzo ili tunavyoenda mbele tu tunaenda pamoja. Kwa hiyo naweza nikawa nafanya na wewe ukawa unafanya mazoezi yako binafsi, lakini kama kuna sehemu utakuwa unakwama basi utaweza kuniuliza. Lakini kwa wale wanahitaji kufika ofisini kwa ajili ya kujifunza zaidi, unaweza kufika ofisini. Tunafundisha masomo mbalimbali, tunafundisha pia upigaji kinanda moja kwa moja kama unataka kupiga kinanda, lakini pia kama unahitaji kutengeneza biti kwa kupitia kinanda pia tunaweza kufundisha hivyo. Lakini pia tunafundisha namna ya uimbaji. Kama wewe ni producer unatakiwa kuwa muimbaji. Sio lazima uimbe nyimbo urekodi, lakini unatakiwa kujua kuimba. Maana yake itakusaidia sana kujua waimbaji wanakosea au wanatoka nje ya key, itakuwa rahisi sana kuwaelekeza. Lakini kama hujui kuimba basi hiyo itakuwa ni changamoto part 2. Kuna vitu vingine utashindwa kuvifanya wewe kama producer. So shika hii kichwani, itakusaidia kwa sababu sio kila mtu alipata neema au bahati ya kujifunza au kusikia maneno haya ninayozungumza. Huenda hata mimi mwenyewe ninayekuelekeza sikupata bahati pia ya kujifunza kama wewe ambavyo unaipata bahati. Lakini cha msingi ni nini? Zingatia kile ambacho ninakuelekeza, then baadaye utafanya mazoezi yako binafsi. Lakini pia utafanya kile ambacho nimekuelekeza, na pia unaweza kuongeza cha kwako ambacho uko nacho. Lakini kikubwa
yote ya yote uweze kufahamu jinsi ya kupanga kodi, lakini uweze kufahamu jinsi ya kuitumia FL Studio kwa ufasaha. Lakini kitu kingine cha muhimu kabisa ni kuweza kufahamu jinsi ya kupiga aina fulani ya muziki kupitia FL Studio. Mfano unataka kupiga sebene. Sebene inapigwaje kwenye FL Studio unatakiwa ujue. Unataka kupiga rumba, unataka kupiga zuku, lazima ufahamu utaanzia wapi, utamaliza wapi. Huu ni utangulizi. Nikutakia wakati mwema baada ya kwenda kuandaa masomo. Kaa tayari ili kuweza kujifunza masomo kupitia JJM Media Production. Nakutakia wakati mwema. Kwa heri.